Na kusalimu kwa upendo wa Mungu asubuhi ya leo. Ni kukaribishe kwa ajili ya neno la Mungu. Na kichwa cha somo letu kinasema, kataa roho ya kubadilishiwa jina lisilo lako. Kataa roho ya kubadilishiwa jina lisilo lako. Kitabu kile cha Ruth mlango wa 1 na mstari wa 20. Akawaambia watu, msiniite Naomi, mniite Mara, kwa sababu Mwenyezi Mungu amenitenda mambo machungu sana. Mpendwa wangu, asubuhi ya leo kuna kitu ambacho ningetamani Roho Mtakatifu akupe neema ya kuielewa kwa undani. Naomi alipita kwenye mapito ya kufiwa na mume, akafiwa na watoto. Jambo hilo likasababisha uchungu kwenye maisha yake. Ikafika kiwango jambo hilo liliacha jeraha ndani ya nafsi yake, hata kiwango cha kukataa jina lake Naomi, ambalo tafsiri yake maana yake anayependeza. Naomi akavaliwa na roho ya kujiita Mara, ya kujiita uchungu. Naomi akajikuta anatembea na jina la uchungu kwenye maisha yake. Hata aliporudi Bethlehem na watu walipomwona wakamshangilia, wakafurahi, wakati mwingine wakasema Naomi amerudi tena. Lakini kwa sababu tayari nafsi yake imeumizwa na mazingira na yale aliyokutana nayo, ameshavaliwa na roho ya kujikataa, ameshavaliwa na roho ya kujikinai, ameshavaliwa na roho ya kujiona yeye si wa thamani. Nikuambia asubuhi ya leo, ayamkini kuna mazingira magumu unayapitia. Yale mazingira yamebadilisha moyo wako. Yale mazingira yamekukatisha tamaa kiasi kwamba huoni thamani yako. Yamekukatisha tamaa kiasi kwamba huoni wewe ni mtu wa thamani. Lakini asubuhi ya leo nikwambie, usikubali roho yoyote inayekubadilishia jina lako kwa sababu ya mazingira unayepitia. Haijalishi kuna mambo magumu kiwango gani unayepitia, maana ndani ya jina lako ziko baraka Mungu ambazo ameweka zinazoambatana na jina lako. Ndio sababu Yabethi alipotambua ya kwamba jina lake linamaanisha huzuni, alienda mbele za Bwana na kumwambia Mungu, ninaomba uliondolee huzuni huu ili nisiwe tena mtu wa huzuni kama jina langu lilivyo. Nikwambie mpendwa, jina lako limebeba baraka ya pekee. Jina lako limebeba neema. Ni kutambua tu ya kwamba ndani ya jina langu kuna nguvu au kuna kitu kilichopo. Nisikilize asubuhi ya leo. Mazingira ulio nayo yasikufanye ubadilishiwe jina isivyo haki. Maandiko yanasema wakati Daniel na wenzake katika ile kitabu cha Daniel sura ya 1 na mstari wa 6 mpaka wa 8, wakati Daniel alipokuwa mishoni, maandiko yanasema mkuu yule akawabadilishia majina. Kuna ambaye alikuwa anaitwa Meshak, akajikuta amemwita jina lingine. Maana maandiko yanasema basi katika hao walikuwemo baadhi ya wana wa Yuda, Daniel, Hanania na Mishaeli. Lakini ukiteremka mistari ya chini anasema yule mkuu akawabadilishia majina, akawapa majina ambayo sio yao, akawapa majina ya ile miungu ambayo ilikuwa inaongoza kwa kipindi hicho, ambao hawa vijana, ukiteremka mstari wa 8, maandiko yanasema lakini Daniel akazimu moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi, pamoja amebadilishwa jina kuitwa Belishasa, lakini Daniel anakataa hiyo roho iliyo ndani ya jina lile.
nikuambie asubuhi ya leo mpendwa, kataa roho ya kubadilishiwa jina lisilo lako. Kataa mazingira hayo ambayo unayapitia ni magumu sawa, lakini usikubali mazingira kubadilisha jina lako. Usikubali mazingira ikutoe kwenye nafasi ambaye Mungu amekuweka. Katika kitabu cha Isaya mlango wa 62 na mstari ule wa 4 anasema, hautaitwa tena aliyeachwa, hautaitwa tena aliyeachwa, wala nchi yako haitaitwa tena ukiwa. Maana yake nini? Kuna mtu ambaye sasa hivi anatembea na jina ambalo sio la kwake. Kuna mtu ambaye anatembea na sura ambayo sio ya kwake. Ni kwa nini? Mazingira imekupa jina ambalo sio lako. Mazingira imebadilisha nafsi yako. Mazingira imekufanya umekata tamaa, umevunjika moyo. Kuna majina ambayo watu wamekutajia kulingana na mazingira ambayo sio jina lako. Mwambie Mungu arudishe neema ndani ya jina lako. Mwambie Mungu arudishe neema ndani ya jina lako ambalo unalo. Kataa roho ya kupewa majina ambayo sio yako. Kataa maneno yanayotamkwa kinyume juu ya jina lako, kwa sababu maandiko yanasema hutaitwa tena aliyeachwa. Maana yake huyu mtu hakuwa anaitwa, au huu mchi haukuwa jina lake sahihi, lakini limejikuta linaitwa iliyoachwa. Kwa nini? Ni kwa sababu ya jinsi ilivyo, kwamba mazingira yako yanaweza yakabadilisha maisha yako, yanaweza yakakufanya ukaishi maisha ambayo sio yako. Lakini utakaposimama imara, utakaposimama katika imani na kukataa roho ya kubadilishiwa kisicho haki yako, ndio sababu yule mwanamke ambaye mwenzake alimlalia mtoto wake na mtoto akafa, na hata asubuhi yake akamchukua mtoto akamwambia, huyu mtoto si wa kwako. Ubishi mkubwa ulipotokea, yule mwanamke alisema, hapana, aliye hai ndio wa kwangu, aliyekufa ndio wako. Maana yake hakutaka kubadilishiwa mtoto wake. Alikataa roho ile ya mauti juu ya mtoto wake. Alikataa ya kwamba aliye hai ni wa kwangu, na ndipo Mungu akasimama naye, na baadaye ushindi ukatokea na mtoto ikagundulika ya kwamba ni wake. Asubuhi ya leo ni kuambia mpendwa, kataa roho ya kubadilishiwa jina lisilo lako. Kataa mazingira hayo kwa neema ya Mungu. Wacha nikuambia asubuhi ya leo, Mungu aweze kukuinua ili uweze kutembea na jina lako ambalo ndani yake Mungu ameliweka neema. Naomba niombe. Baba, kwa jina la Yesu, ninaomba ukambariki mtoto wako huyu asubuhi ya leo anayenisikia, ili aweze kukataa na kujitenga na roho inayemfanya yeye kuambatana na jina ambalo sio lake, jina ambalo limemletea uchungu kwenye maisha yake. Baba, ni kwa jina la Yesu, najua ya kwamba unaweza kutenda kitu kwenye maisha yake. Ni kwa jina la Yesu Kristo, Mungu, nimeomba kwa ajili yake. Amen. Ni rafiki yako Mwalimu Daniel Mathew